sunani allati qalla al-amalu biha, na katika sunna ambazo watu hawazitekelezi, salatu rak'atayn inda qudumi min as-safar, ni rakaa mbili mtu anapotoka safarini. Yani hizi watu wamezisahau. Ni nani anayetoka nyumbani safarini akanyokea msikitini? Nani? Hata kama anakaa pembeni ya msikiti. Tumejisahau sote ila wachache, lakini hii inakaribia kufutika. Hakika nawaambia, mwenyewe sijawahi kuingia msikitini nikakutana na mtu, niko karibu na msikiti mimi, sijawahi kukutana na mtu ana mizigo yake katoka safari. Lazima apite kwanza nyumbani kwake ndio aje, labda kama kuna swala ya jamaa tena amepiga moyo konde sana. Hii sunna imesaulika. Wa bayanu dhalika ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu qala, kubainisha hilo ni kile alichokipokea Bukhari na Muslim kutoka kwa Ka'b ibn Malik radhi Allah zimwendea, sema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mjumbe wa Allah rehma na amani zimwendee, idha kadima min safarin, akitoka safarini, bada bil masjid, anaanzia msikitini, fayarka fihi rak'ataini, anaswali rak'a mbili, isipokuwa ukiingia usiku. Hiyo utaziswalia wapi? Pale pale nyumbani. Ukiingia usiku, basi zinakuwa zile sunna za nyumbani utakajokuta sasa nyumbani utaswali kama ni swala zile za kawaida, lakini hii swala inasakiwa ianzie msikitini. Na pana hikima kubwa. Kwanza, inasababisha watu wako nyumbani kujua tayari huyu bwana ameingia, amefika. Unaona bwana, kwa hiyo wanaandaa, hata kama maandalizi yalikuwa madogo madogo, lakini licha hizo hikima tuziache. Muhimu ni kwamba ni sunna ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa wale watu ambao wanaishi karibu na nini? Na msikiti. Sasa unakuta mtu anaupita msikiti anaingia hapo au pembeni au hapo. Yule ambaye yuko mbali na msikiti, hii inakuwa nini? Inakuwa yeye kwake haipo, kwa sababu yeye hayuko karibu na nini? Na msikiti. Namba 5,